Ndugu wajumbe wa bodi, taasisi yetu ya TAWA inasimamia ulinzi na uhifadhi wa wanyamapori nje ya hifadhi za taifa na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Taasisi hii inasimamia eneo la takriban kilomita za mraba 133,276.36 zinazojumuisha mapori ya akiba na tengefu pamoja na ardhi oevu zenye umuhimu wa kimataifa. TAWA pia ni mwangalizi wa shughuli za uhifadhi katika hifadhi za wanyamapori za jamii, wildlife management areas, na maeneo ya ufugaji wa wanyamapori. Maeneo ya TAWA ni maarufu kwa uwindaji wa kitalii ambapo zaidi ya 60% ya mapato ya taasisi yetu hii hutokana na uwindaji wa kitalii. Hapa kwa wale wachumi wenzangu, lazima tutafakari, tuko kwenye hatari. Lazima tutengeneze kazi nyingine za kutuletea kipato ili tusitegemee kazi ya aina moja kutuletea kipato. Maana yake ikitikisika kidogo na sisi tumeanguka. Kwa ni muhimu tuliangalie hili kwa umakini. Bodi yetu ya wakurugenzi mnapoianza kazi hii, umuhimu wa diversification kwenye kazi zinazotuletea mapato. Na moja ya maelekezo ya serikali ni kuiona TAWA inafanya vizuri. TAWA inaanza kutoa gawio kwa serikali kuanzia mwaka huu 2025-26. Sasa ili tufikie malengo hayo, lazima wajumbe wetu wa bodi ya wakurugenzi muweze kukaa na kutoa mwongozo na mwelekeo sahihi wa nini tufanye ndani ya TAWA yetu ili tuweze kuyafikia matarajio na maelekezo haya ya serikali. Tunatambua maelekezo pia tuliopewa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pale alipolihutubia Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo naiagiza katika kutekeleza majukumu yenu kama bodi, chukueni ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, chukueni maelekezo aliyoyotoa Daktari Samia Suluhu Hassan wakati analifungua bunge rasmi, bunge letu la 13, na tusome, tuelewe na tupange mikakati basi ya kuyafikia na kuyatekeleza maelekezo yote. Machache kati ya hayo ni haya yafuatayo. Tumeelekezwa kuongeza bidii katika udhibiti wa wanyamapori wakali na waharibifu kwa kuongeza matumizi ya teknolojia, vituo vya askari, vitendea kazi, kuendelea kuimarisha ulinzi katika maeneo ya hifadhi na kuongeza idadi ya watalii kufikia milioni 8 ifikapo mwaka 2030. Hatuna budi kusimamia utekelezaji wa maelekezo haya kwa ufanisi wa hali ya juu. Ndugu wajumbe wa bodi, kama mnavyofahamu pia nchi yetu imezindua dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050. Hivyo ninaiagiza bodi kuhakikisha kuwa TAWA inatekeleza majukumu yake kwa kuzingatia shabaha na malengo ya dira hiyo. Kwa ujumla, dira imetambua utalii kuwa miongoni mwa sekta zenye uwezo mkubwa katika kukuza ajira, kuongeza mauzo ya nje na kuchochea ukuaji wa sekta nyingine. Kufikia mwaka 2050, utalii unatarajiwa kuwa moja ya vyanzo vikuu vya ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kupitia utalii unaohusisha utamaduni wetu,
urithi wa asili na malikale, utalii endelevu wa mazingira, utalii wa meli na fukwe, utalii wa uwindaji, utalii wa mikutano na maonesho, na hivyo kuongeza mapato ya fedha za kigeni na kuongeza mchango wetu kwenye pato la taifa. Maana yake jicho wanalotuangalia Watanzania ni jicho tofauti sana. Tunakisikia kilio cha vijana kwenye kupata ajira. Jicho wanalotuangalia Watanzania kwenye kuondoa umaskini wa kipato ni jicho tofauti sana. Jukumu hili tunalo. Ndio maana dira yetu ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 imeiweka sekta yetu kuwa moja ya sekta zitakazowaondoa Watanzania kwenye umaskini na moja ya sekta zitakazotengeneza ajira nyingi kuliko sekta zingine. Mzigo huu na jukumu hili ni letu sisi, bodi ya wakurugenzi wa TAWA. Lazima tukae chini, tutafakari, tutengeneze mikakati ya utekelezaji wa maelekezo haya ambayo yapo ndani ya dira yetu ya taifa ya mwaka 2050. Bodi hii inaundwa na wasomi na wataalamu waliobobea katika sayansi ya uhifadhi, ekolojia, misitu na utalii, ambao pia katika majukumu yao ya kila siku wamekuwa mstari wa mbele katika utafiti, mafunzo na sera za uhifadhi. Na wakati mwingine hata kama ni mapendekezo yanakuja wizarani, lakini yanapokuwa na jicho la bodi, nadhani hata Mheshimiwa Waziri unakuwa uko comfortable zaidi. Kwa hiyo kwetu sisi tunaichukulia siku ya leo kama ni adhimu, ambayo tunapata viongozi wa kuendelea kutuongoza na kutushauri katika kutekeleza majukumu yetu ya kila siku. Hii board itahakikisha ya kwamba management sasa ina sprint ili tuweze kuhakikisha ya kwamba tunatekeleza Mheshimiwa yale yote ambayo umetuahidi, ambayo umetuambia tufanye. Na hotuba yako sisi ndio pepa yetu ya kwanza ambayo tutaifanyia kazi katika kikao chetu cha kwanza cha board.